bakora ndaza guhamagara no guturisha amaturo usome n'isoma. Amen. Happy Thabas. Amen. David Shavik. Njoo kuzungumza scripture. Amen. Happy Sabbath, everybody. Happy Sabbath. Oh, my name is Jordan Niomba Nyembo. Amen. Sawa hamananje uyoboye gahunda yuno munsi ni Tarsise hanyuma bisige navyo natwe ko turi hano niba mwishimiye ko tubakorera mubigaragarishe ibiganza byanyu kutwakira. Amen. Murakoze cyane barabakiriye reka dukomeze na gahunda zacu zuno munsi kuvuga gahunda ikurikiyeho ni gahunda nziza cyane yo kwakira abashyitsi bacu muri rusange hama gukwakirana munezero mwinshi kadusabe umunsi dufite korale imwe niyo iza kudukorera akazi kuno musana akazi keza cyane tubwise ko tubwise ko impano yo kuririmba cyangwa ibiririmbyi ko ari impano nziza cyane kandi nziza cyane kandi ndayikunda nubwo ntazi kuririmba ndayikunda cyane ego reka dusabe nimba bishoboka Hope Singers hama ihaguruke indirimbo muri umwanya kwakira abashitsi bariyakira ubwabo bakire n'abandi n'itoro ryose rusange muturimba indirimbo imwe muramukoze cyane abana bamugisha.
Reka shimire cyane byimazeyo abarinzi bacu bagize neza twemba indirimbo nziza cyane iva ku mwana w'ikirara ushobora kubisanga muri Luka 15:11 niba ntiheze niho herekana neza ukuntu umwana byamugendeka ariko ifashe umwanzuro mwiza cyane nkunda cyane ngo kwa baba nitakwenda kuvuga uko uri kose kwa data ni kwa data rero nuvuga nta mujya kuraza kubasanga hiyo mu bibanza bicayemo ntawe uhari amara uza kuzana ituro ryawe ushire aho imbere nta kibazo rwose ariko mihangane ko bimeze ndasaba rero ujeje gahunda guturisha amaturo hanyuma aturishe amaturo kamuhaye mbere yuko dutura reka dusome isomo riboneka muri Malaki igice cya 3 umurongo wa 10 aravuga ngo muzana mu bubiko ikigira 10 gishitse kugira ngo inzu yanjye ibintu byo kurya enda ntibigeragereshe niko nagize mugerageze natumugisha Amen. sawa uko biri kose uyu munsi n'amahirwe twagize abarinzi bacu turabakoresha kandi tumwahamagariwe amen rero kubitura reka dusabe korale ije guturirimbira yongere kandi haguruke turirimbira abantu bature banezerewe kazi
umeacha mambo makubwa sana, umesimama mlangoni mwa hekalu, hamuingili mazuia waingiao, kwa kuwa mumelipa zaka za mzabibu, lakini mumeacha mambo makubwa sana, umesimama mlangoni mwa hekalu, hamuingili mazuia waingiao. Ole kwa Mafarisayo, Bwana anasema. Ole kwa Mafarisayo, Bwana anasema. aya mafaranga ari mu mika yanyu yitwa amahera, yitwa amafaranga mayoka mutwe mushasi, ariko ko bavuye ku mutima mukamana twimana agiye kuri igikorwa cy'Imana, Imana irumugisha. Ni ukuri Imana turagushimye cyane, twameye gutoranya imbaga yose tukita ishyanga wirobanuriye, turi gushimira Imana. Hari benshi badashobora kugira kuri uno munsi ko turi twahageze, ni ukuri Imana turagushimira. Tuzanye imitima yacu ishenjaguwe n'ibyaha, iremerewe, turakundize Mana tubahure, tweze, kandi Mana ibita byose ugiye kwitegura, twe tugura bishyire hejuru dushaka izina ryawe. Mana muri byose umwuka wacu abe cyongoza amaisha yacu, tugiye twizeye mu izina rya Yesu murakoze. Amen. Sawa, reka dukomeze na gahunda zacu kuko umwanya wo ntuhagarara, nubwo abantu bahagarara ariko ntuhagarara ukomeza ugenda. Twese muri wa mwanya mwiza wo kuramya, wo kumva ijambo ry'Imana. Kubw'ibyo reka tuhagurutse umusaza wacu uno munsi, hanyuma atugabura ijambo ry'Imana, ariko atahaguruka. Hiyo acha ni waombe tena waimbaji wetu kutoka TNS Hope Singers wasimame tena na wimbo wao ili kwa kukaribisha mhubiri wetu wa siku ya leo. Waimbaji wakisha kimbia wimbo wao, mhubiri wetu atasimama na ibada itaendelea. Kwa hiyo waombe muendelee kutulia ili tusimpe mwanya shetani, maana ule muda mzuri wa ibada wa kusikiliza kila ambacho kimekutoa nyumbani. Kwa hiyo acha naombe waimbaji wetu wasimame na wimbo wao kwa kumkaribisha mhubiri wetu. Asante sana waimbaji. Oh
Wisigiye kuribuka ibigwerezo na kizakibamo umugarugire umucunguzi wawe mwene data nakuba utumire hejuru wisigiye kuribuka ibigwerezo na kizakibamo umugarugire umucunguzi wawe Nijinju itekaria amagara yumukanguke Nijinju itekaria amagara yumukanguke Nimuze tuje inamanuko iteka Avuganaho ibyahanyanyu bitukura Niyobe isano murema bizahinduka mu mweru Bisa n'isheregi bizahinduka inama y'umoya yera Nijinju itekaria amagara yumukanguke Nijinju itekaria amagara y'umukanguke Nimuze tuje inamanuko iteka Avuganaho ibyahanyanyu bitukura Niyobe isano murema bizahinduka mu mweru Bisa n'isheregi bizahinduka inama y'umoya yera Isano murema bizahinduka mu mweru Bisa n'isheregi bizahinduka inama y'umoya yera Bwana Yesu asifiwe. Hii amina haitoshi. Bwana Yesu asifiwe. Jameni, Ohio, amkeni. Bwana Yesu asifiwe. Nimefurahi kuwa hapa siku ya leo. Basi kwa majina naitwa Maurice Jack, natokea Illinois, maeneo inaitwa Rock Island. Wengi wenu mnapajua, na ninashukuru sana Hope Singer iliwahi kututembelea siku moja. Miaka mingapi imepita? Miwili. Haya, miaka miwili imepita, walikuja kwenye mkutano kule. Miaka hiyo miwili imepita, Hope Singer ilikuja kwenye mkutano huko Rock Island, na ulikuwa ni mkutano mkuu wa uamsho, na tulikuwa na mchungaji David Mbaga siku hiyo katika mkutano huo. Leo nimeshukuru kuja hapa kuwaona ndugu zangu. Bwana Yesu asifiwe. Na nimeoa, nina mke, na watoto watatu, wote ni vijana. Sasa hapa nina kambi kubwa nyumbani. Mke wangu ameniombea kwenye safari yangu kuja huku. Anampenda Mungu sana. Ameniambia nenda huko kwa kuwa hii ahadi niliwahi kuahidi miaka mingapi? Miwili. Sasa leo nakwenda kuifikisha siku ya leo. Somo la leo lina vichwa viwili ambalo tutakwenda kujifunza siku ya leo. Nami huwa ninapenda sana ninapofundisha au ninapohubiri, mara nyingine nauliza maswali ili wakuelewa waweze kuelewa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Leo tutajifunza nini maana ya dini na nini maana ya Ukristo. Hivi ni vitu viwili tofauti. Tuko pamoja jamani? Ni vitu viwili tofauti, tena huwa vinachanganya watu. Watu wanachanganya dini na Ukristo kama ni kitu kimoja. Hivi ni vitu tofauti. Na leo tutakwenda hatua kwa hatua katika hizi dakika 30 tujifunze kitu kikubwa siku ya leo. Tuombe. Baba yetu uliye juu mbinguni, tunakushukuru katika siku hii ya Sabato, siku uliyoibarikia, siku yenye mibaraka. Tunapopenda kujifundisha somo hili, ninakuomba unifiche utukufu wako uonekane.
Baba, ninakuomba utufungue masikio ya kiroho tuweze kusikia neno lako. Ninaombea watoto wachanga, shetani anapowapiga asiwapige katika siku ya leo. Ninakuomba na wale ambao wanakwenda kusikiliza somo hili wafungue masikio ya kiroho, wakusikie wewe, wasinisikie mimi. Tunaomba tukiamini kwa kuwa wewe utatenda, ni katika jina la Yesu Kristo, amen. Mungu ameendelea kunitendea makuu katika maishani mwangu. Siku moja niliwahi kusafiri kwenda Canada. Ndio ilikuwa mara ya kwanza nasafiri kwenda Canada, na nilienda kwa gari. Masaa 15 unatembeza kwa gari. Sasa nilipofika huko Canada, wanatumia Kifaransa, samahani, maeneo mengi. Ukiingia tu kwenye boda ya Canada wanakuambia bienvenue to Canada, wakisema karibu Canada. Sasa utamaduni wa Marekani na Canada ni kitu tofauti. Tulipopita kwenye boda, mimi na mdogo wangu na watu wengine tulikuwa tunaenda kwenye harusi huko. Tulikuwa kwenye, kila mmoja yuko kwenye gari lake. Sasa sheria za Canada na sheria za Marekani ni tofauti, kwa kuwa ile ni nchi nyingine. Tumetoka kwenye nchi moja tunaingia katika nchi nyingine. Unapotembeza gari hapa Marekani sivyo unavyotembeza gari wapi? Canada. Wanaweza sivyo. Ninamaanisha hiki. Tulipoingia sisi huku Marekani tunaenda kwa speed, kule wanaenda kwenye kilogram. Tuko pamoja? Sasa barabarani tukaona 120. Tukasema huku wanakimbia speed kubwa sana. Mbona sisi tunaenda kwenye 70 na huku wameandika 120? Nikampigia simu ndugu wangu, umeona speed? Akasema ndio. Mbona wewe unaenda polepole, mimi naanza kazi hapa. Sasa alikuwa nyuma yangu, nikaona mtu anapita, ndio huyo. Akaongeza speed, na hapo ilikuwa ni usiku. GPS inatuonyesha mahali tutapofika ni masaa 5, lakini ndugu zangu tumeenda masaa 2.5. Tumepiga speed 120. Mungu amekuwa upande wetu, polisi hawakuwepo, tukafika salama. Sasa cha kushangaza, waliotupokea wamesema ninyi mmetupigia simu kama umeingia sasa hivi umefika. Tukasema ndio, sisi tumeona speed 120 ndio tukaka. Akasema mmeona ngapi? Sasa wakasema mna Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wakasema mnaona hii 120, ndio tuwaonyeshe. Wakaenda kwenye gari zetu, ile speed ya chini ni ya Kimarekani, ya juu samadi ya chini ni ya Canada, ya juu ni ya Kimarekani. Tukasema Mungu, acha Mungu aitwe Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sasa hapa nimewaambia ndugu zangu, mkienda Canada muwe makini. Na nyinyi mkifika huko tumia speed ya Kimarekani. Ile 120 ni 70 ya hapa Marekani. Bwana Yesu asifiwe. Kwa kuwa wao wanatumia Kifaransa, sisi tunatumia nini? Kiingereza. So ni vitu tofauti. Hata ukienda Afrika usishangae, kuna maeneo ya hivyo. Bwana Yesu asifiwe. Turudi katika somo letu. Nilitaka tuwe makini sana tunaposafiri sehemu, tujifunze vitu. Nimejifunza hapa, mna ukarimu mkubwa sana. Upendo wenu muimarishe kwa wengine pia, kwa kuwa umjue unaomkaribisha ni nani katika nyumbani kwako. Bwana Yesu asifiwe. Nini maana ya dini? Tunaanza na dini. Nimesema leo tunajifunza nini maana ya dini
na nini maana ya Kristo. Maana ya dini ni nini? Jambo la kwanza, dini, ukisikia neno dini, sio lugha ya Kiswahili. Tuko pamoja? Dini sio lugha ya Kiswahili, hiki ni Kiarabu. Tukienda katika neno la Kiswahili vizuri, ni njia. Tuko pamoja? Mshike hilo, kwenye anaandika aweze kuandika. Kama kuna wale wanapenda kuandika masomo na fundisho, unaweza kaandika ili itakusaidia. So dini ni njia katika lugha ya Kiswahili. Tuko pamoja? So dini maana yake ni nini? Ni jitihada ya wewe Mkristo au mimi kumtafuta Yesu. Hiyo ndio maana ya dini. Ni jitihada yangu mimi kumtafuta nani? Mungu. Tuko pamoja? Hiyo ndio maana ya nini? Ya dini. Sasa unaweza kuniuliza, mbona umesema hivi? Tunasoma wapi kwenye Bible au kwenye Biblia? Ituongoze tuweze kujua hii jitihada ya mwanadamu kumtafuta Mungu. Sasa chukulia jitihada yako kumtafuta Mungu ndo udini wako. Bwana Yesu asifiwe. Au ndio njia yako. Kwa kuwa kuna njia nyingi ambazo zinapoteza. Sasa unatakiwa kuwa makini na njia ambayo unaifuata kama ni ya kweli. Tuko pamoja? Sisi wa Sabato njia yetu tumemchagua nani? Yesu Kristo, kwa kuwa ndio Bwana wa nini? Wa Sabato. Tuko pamoja? Hiyo ndio njia tumechagua, ambayo dini tumechagua katika lugha ya Kiarabu. Tuko pamoja? Sasa tunataka tumwangalie, tumemchagua huyu Mungu yupi? Wapo miungu mingi, si ndio? Unaweza kumchagua yule ambaye unadhani ndiye, kumbe unaenda wapi? Umepotea. Twende katika kitabu cha Ayubu, ambapo fungu letu msomaji ametusomea hapo, ilikuwa ni fungu kuu. Ayubu, msomaji wangu kwa tayari hapa, tunakimbia spidi ili niokoe muda. Ayubu 4 mstari wa 6. Tunaanza. Kama na microphone itakuwa ni vizuri upaze sauti watu wakusikie. Je, dini yako sio tegemeo lako? Na matumaini yako si huo tekelevu wa njia zako? Rudia tena. Je, dini yako sio tegemeo lako? Na matumaini yako si huo uelekevu wa njia zako? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Je, dini yako si mategemeo yako? Kwa kile unachoamini, kwa kile unachofuata, ndio dini lako. Hapa kanisani hatujakuja kufuata mtu fulani, tumekuja kufuata nani? Yesu Kristo. Ndio maana tunapohubiria watu, hatuwahubirii watu washike Sabato tu, tunawahubiria watu washike nani? Huyu Yesu ambaye ndio mkuu wa Sabato, ambaye ndio njia. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inaanza kutuambia hapa kwenye Ayubu, je, dini yako sio njia yako au matarajio yako? Jipime kuanzia leo, unapofuata au njia uliyochagua ni sahihi? Tuko pamoja? Ili usiweze kufanya nini? Kupotea. Ayubu ameshatuambia njia ya kwanza. Twende katika Yohana 10 na Yohana mtakatifu, kitabu cha Yohana. Twende katika kitabu cha Yohana 1:12. Yoyote yule akifika sema amina, tusimwache. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yohana, ukifika hapo msomaji unaweza kusoma mstari wa 12 hapo ndio unaanza. Yohana 1:12. Ndio. Bali wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu.
ndio wale waliaminio jina lake. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Biblia inasema waliompokea aliwafanya kuwa watoto wa Mungu. Maana umefanya jitihada ya kumpokea nani? Yesu Kristo. Umefanya jitihada ya kutafuta njia hiyo. Nimesema dini ni jitihada ya wewe mwanadamu kumtafuta nani? Mungu. Ndio maana Yohana amesema bali waliyemtafuta aliwafanya kuwa watoto wake. Umeona dini maana yake ni nini? Inaanza kuja, tuko pamoja? Nimewachanganya. So waliomtafuta Yesu Kristo anawafanya kuwa wake. Wewe ukimtafuta mtu mwingine katika njia yako unakuwa wa huyo mtu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini waliomtafuta Yesu Kristo wa kweli anasema wewe ni mwanangu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sema amina kwa nguvu, sio ya kwangu, ni ya Yesu. Ili usilalelale. Unajua kaamina kapolepole kanakuletea na usingizi. Leo hutolala. Ndio maana mimi nikitaka kufundisha ninamwangalia mtu hivyo. Amka. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Twende katika Mathayo. Tusikie Mathayo tuambiaje. Anayeandika andike Mathayo 18 mstari wa 2. Amen. Sasa hapa Mathayo anatuambia, Mathayo 18 anatuambia mstari wa 3, akasema amini. Ukisikia neno amini, amini kweli. Yaani Mungu ametia na hukumu, amesema amini. Msipoongoka, kuna kuokoka na kuongoka ni vitu viwili tofauti. Kuokoka ni kumkubali Yesu kuwa Mwokozi na maisha yako, lakini kuongoka ni kuacha yale matendo mabaya ulikuwa umefanya, ukabatizwa, ukaanza kumtumikia Yesu Kristo, utorudi nyuma. Utamjua kweli kweli na utafanya matendo yake kama jinsi alivyokuagiza. Hiyo ndio kuongoka. Ndio maana Petro, Mungu alisema utaongoka mpaka lini? Yesu alipanda hata mbinguni hajaongoka. Lakini Mungu akamwambia Petro, ukiongoka waamarishe nini? Familia yako. Maana yake alikuwa anamfuata Yesu, lakini tabia zilikuwa bado hazijafanya nini? Hazijabadilika. Ndio maana Yesu akamwambia Petro, rudisha huo upanga kwenye. Kwa nini Mungu hajamwambia utupe? Hamjasoma hiyo mahali? Mimi nimeangalia Mungu ile pale amwambie tupa huo upanga, lakini hajafanya nini? Hajamwambia, amesema rudisha. Kwa lugha nyingine ule upanga tunauona katika kimwili, lakini lilikuwa ni neno la Mungu ambalo huyo Petro aliyemfufua nani? Tabita. Lilikuwa ni neno ambalo liko ndani mwake, lakini ule upanga sio ule upanga ambao Mungu alikuwa anasema tu wa kuua. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sasa dini ni sisi wa Kristo tuko hapa. Tuko pamoja. Wao waumini tuko hapa. Tumtafute Yesu maana tukiwa na muda. Kwa kuwa Biblia inatuambia hukumu zetu zinafanyika wapi? Mbinguni. Jichunguze kuanzia leo, niko upande gani? Ninamtafuta nani au ninamtumikia nani? Unajua tabia zetu hatuwezi tukazijua kwa mtu tukimwangalia hivi. Hatuwezi. Hizi tabia tunazoziona kwa macho sio tabia za huyu mtu. Hayo ni matendo. Ukisikia mtu anasema huyu mtu ni mpole, mpole si mtu, mpole ni Yesu Kristo. Bali mtu ni mkimya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ukimwona huyu ukisema mpole ni kwa lugha yako, lakini mpole ni Yesu Kristo. Tunasema huyu ni mkimya. Ndio maana ukisikia mtu binti amepeleka mimba na tena alikuwa mpole, hapana, alikuwa mkimya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tabia ya mtu ukitaka kuijua
ni Mungu anayejua, kwa kuwa tabia yako inaonekana ukiwa peke yako. Kwa mfano, nina kasimu kangu, niko chumbani, hapo ndo tabia yangu inaonekana. Je, ninaenda katika website gani? Bwana Yesu asifiwe. Ninatafuta njia gani? Hapo ndipo Mungu ndiye anayejua tabia zetu. Mimi sijui tabia ya mke wangu. Kwa sasa niko hapa, yeye yuko kule, siwezi nikajua kinachoendelea ni kipi. Sasa tabia ya kweli ni wewe peke yako na Mungu wako, ndiye anayekujua ndani ya moyo wako. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hiyo ndio njia yako pia. Jichunguze, unapita wapi katika njia zako. Ukiwa peke yako, ni yupi wa kuongea naye? Je, unaongea na video chafu au unaongea na vitu vingine? Hapo tabia yako inaonekana mbele za Mungu. Kwa kuwa mama yako, baba yako hawawezi kujua, utawaficha. Ndio maana Mungu anasema hivi, siku za mwisho atasema toka sikujui. Kwa kuwa yeye anaangalia wapi? Moyoni. Na pia anaangalia na nje vyote. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hiyo ndio dini. Tafuta dini ya kweli. Jichunguze. Mathayo ametuambia tuwe kama watoto wachanga. Mtoto mchanga, Bwana Yesu asifiwe. Amen, ni mkweli kila siku, asemake uongo. Ukitaka kujua mtoto, yaani ukimkataza kusema kitu, wageni wakaja akisema kama jinsi ulimkataza. Yeye ni mkweli, hasemake uongo. Ndio maana Mungu anatusema tuwe kama watoto wachanga. Mimi nikienda kuomba ninaita bia, nikienda yaani nikipiga magoti mbele za Mungu. Kama nimefanya dhambi ninaisitaja kwa jina, nikiwa naomba. Namwambiza Mungu, yaani nakuwa serious. Kwa maombi yangu hakuna mzaha. Namwambiza Mungu ukweli. Namwambia mimi nimefanya dhambi kweli, leo nimepigana na mke wangu, lakini nisamehe. Tena hapo nikienda kuomba simuiti mke wangu, naenda peke yangu. Kwa kuwa nilichokifanya ni mimi peke yangu. Ili Mungu akisema kweli, nimesema ukweli, ataona kama nimesema ukweli. Lakini ndugu zangu, kuna watu waongo kwenye maombi. Tunapiga uongo kabisa. Uongo. Nimesema nitaomba hivi, nikifika kwenye maombi nabadilisha ratiba. Hayo maombi hayajibiwi. Mungu atasema nilikuwa nasubiri bila moto, ananiambia ulikiri moyoni mwako, umeniletea mengine. Daudi alikuwa anajua hiyo. Daudi alifanya dhambi ya usharati, lakini alisema ukweli mbele za Mungu. Sasa Mungu akamwambia, nijapo ufanye kitendo, huyu mtoto hatoishi, nitamtoa. Watu akisoma pale, Mungu alikuwa anatetea njia yake, alikuwa anatetea jina lake. Mungu anapokuteua kumtendea kazi, pakitokea tatizo fulani, anatetea jina lake, hatetei ile dhambi. Bwana Yesu asifiwe. Sasa jichunguze, njia yako ni ipi? Popote unapokwenda, ukija Sabato, kama wamekuruhusu kufanya kazi ya Sabato, acha. Mkiri Yesu. Ukimkiri mbele za watu, na yeye atakukiri mbele za Baba. Sema Sabato ni ya Mungu, sio ya kwangu. Ndio maana kanileta katika dunia hii, ni ufanye nini? Ni muabudu. Amenipa siku 6 nifanye nini? Kazi. Amesema uende kwenye kwaya. Siku 6 amesema uende kwenye kwaya. Amesema ndio tuchape kazi, Sabato nipe sadaka. Kuna watu wanamlipia Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Hii ndio kauli ya Mungu, kutupa kazi siku 6. Maana yake kile ambacho tumepata tumletee shukrani. Siku ya mapumziko ambayo ni Sabato. Jichunguze njia zako au dini yako. Tuko pamoja.
pamoja? Tukimbie na muda. Twende katika Yohana wa kwanza. Kwa wale ambao wanaandika, Yohana wa kwanza 1:9. Tusikie Mungu anatuambiaje hapo. Yohana ya kwanza 1:9 nasema. Inasemaje? Tukisema kwamba hatuna dhambi, tunajidanganya wenyewe. Bakiza hapo kidogo. Piga break, ingie kwanza akilini hapo. Umesikia jinsi Biblia imesema? Tukisema kama hatufanyi dhambi, sisi ni wadanganyifu. Tumejidanganya sisi wenyewe. Umdanganyi Mungu. Hapana, wewe. Ndio maana naambia kama marafiki zangu tukiwa kwenye tunatembea, ukimtusi mtu ambaye hakuelewa kwenye lugha yako, unajitukana mwenyewe. Jamani, si ukweli? Yeah. Ule mtu hasikii. Ni bora mwambie kile ambacho anasikia ili mwanze kutangana. Sasa unapomtusi mtu ambaye hasikii kwenye lugha yako, umejitusi mwenyewe. Hapo unapomdanganya mtu kwa kuwa eti unataka hiki, unajidanganya mwenyewe. Ukimdanganya mke wako kama hujapita kwa nyumba fulani, unajidanganya mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ukimwambia mama yako sina simu ya boyfriend, unajidanganya mwenyewe. Mwambie ukweli tu. Kuwa mkweli mbele za Mungu, na Mungu atakuwa mkweli kwako. Ukiwa mkweli vizuri, Mungu atakutumia vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Endelea na somo. Wala kweli haimo ndani yetu. Wala kweli, tunasikia? Haimo. Tutakuwa ni watu wa uongo kila siku. Lakini hii ni hali ambayo tumezaliwa nao kwa wazazi wetu kutoka wapi? Eden. Na Ibrahimu alifanya uongo. Alisema Sara ni dada yake. Hata katu kama ndani ni automatic. Sisi ni watu wa kusema uongo kila siku. Lakini tumkiri Yesu Kristo. Ijapo tuna hii hali, tumwangalie nani? Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Endelea 10. Tukisema kwamba hatukutenda dhambi, ndio tunamfanya yeye kuwa mwongo. Wala neno lake halimo ndani yetu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tukisema kama hatujatenda dhambi, tuko waongo, wala kweli haimo ndani yetu. Ndugu zangu, tusemeshe ukweli mbele za Mungu. Tumefunga mibaraka yetu kutosemesha ukweli mbele za Mungu. Ndio maana hatubarikiwi, kwa kuwa uongo umeziwia njia zetu au dini yetu. Bwana Yesu asifiwe. Lakini leo Mungu atatusaidia katika somo hili, tutaelewa. Warumi 10, tukimbie hapo. Mniangalizie muda wangu nisikimbie zaidi. Warumi 10 tunaanzia 9 mpaka 13. Kwa sababu ukimkiri Yesu kwa kinywa chako, ndio, ya kuwa ni Bwana, ndio, na kuamini moyoni mwako ya kuwa Mungu alimfufua katika wafu, ndio, utaokoka. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hii ndio njia. Kuna watu tunaishi nao hawapendi kukiri kama Bwana ni mwokozi wa maisha yao. Lakini Biblia imesema ukimkiri, maana unasemesha ukweli, huyu ni mwokozi wangu, umeokolewa automatic. Usiangalie dhambi zako, automatic umeokolewa, umeshaingia. Kuna watu wao wananishangaza kila siku. Wanasema mimi sitokwenda mbinguni. Kakwambia nani? Wewe unakwenda mbinguni. Hata umetoka kufanya uzinzi kule, mwambie baba nimeufanya kabisa, nisamehe, atakupokea. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kuna jambo ambalo linatokea kanisani mara nyingi. Ndio
Kanuni za kanisa zimesema mtu akifanya tendo hilo akishikwa tunamsimamisha nini? Ushirika. Si ndio? Lakini kuna wengine Mungu akija kifunua mioyo wao wamezini kuzidi yule. Au kama nimempiga ngumi huyu, wewe umeona kama nimefanya dhambi, lakini kuna wengine wamempiga zaidi kiroho kunizidi mimi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mungu anasema tukimkiri tunaingia ndani yake. Maana yake tumembeba, ametubeba zamani. Amefanya nini? Ametubeba, tumo ndani yake. Niwaulize swali, mtu akiwa na mimba analipa nauli mara mbili, lakini ana mtoto tumboni wawili, si wawili? Wewe sasa umo ndani ya Yesu, hakuna mwenye anaweza kukutoa. Bwana Yesu asifiwe. Amekubeba kwa kuwa umemkiri kama ni mwokozi wako. Tuko pamoja? Ndio maana nakwambia ndugu zangu, nenda kimbele mbele, umeokolewa. Wewe ni wakwenda mbinguni. Acha kujidharau, kwa kuwa umechagua njia nzuri, utafika mahali pazuri. Endelea kusoma. Kwa maana kwa moyo mtu huamini hata kupata haki. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa maana kwa moyo mtu huamini na kupata haki. Hii haki maana yake ni nini? Unaposikia neno haki ni tabia za Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Unakuwa na ile tabia ya kimungu. Hiyo ndiyo haki ya Mungu. Haki ya Mungu kuna amri 10 na Sabato unafanya nini? Unaitii. Endelea kusoma. Na kwa kinywa mtu hukiri hata kupata wokovu. Bwana Yesu asifiwe. Endelea. Kwa maana andiko la neno ndio, kila amwaminie hata tahayarika. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wewe ukimwamini Mungu hutopata na matatizo. Bwana Yesu asifiwe. Ijapo matatizo huwa yanakuja, usijali na hayo matatizo, anakutengeneza. Kama umewahi kuomba na unaona magonjwa yameshindikana kupona, leo tutafanya maombi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Utapona. Utapona. Kwa kuwa unapomvaa Yesu Kristo, amini yupo kazini. Kama utapona leo, wakati utapona. Kama utapona kesho kuta unafanya nini? Unapona. Msubiri. Majibu tunayo sisi wenyewe, lakini hatutaki kuyaona. Endelea msomaji. Kwa maana hakuna tofauti ya Myahudi na Mgiriki. Maana yake hakuna utofauti wa Myahudi na nini? Na Mnyarwanda. Sisi wote ni wa moja. Tuko pamoja? Ndio Biblia inasema Mungu ametoa hicho kitu. Sisi wote ni wa moja. Hakuna utofauti. Usimwangalie mzungu kwa kuwa na rangi ya nyeupe. Hapana. Tukiwa na kidonda, sisi wote kidonda kinafanana. Chunguza mzungu, kidonda chake na cha wewe mblake vinafanana. Bwana Yesu asifiwe. Sisi wote ni wamoja. Endelea. Maana yeye yule ni Bwana wa wote. Amina. Mwenye ukarimu mwingi kwa wote wamwitao. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana ni mmoja kwa watu wote. Sina wadhambi wako hapo. Jamani, si wadhambi wako? Ndio. Wapagani si wako? Si Mungu anaendelea kuwapenda hivyo? Kwa kuwa wote ni wa kwake. Umefika ngapi? 12. 13 nasema ndio. Kwa kuwa kila atakayeliitia jina la Bwana ataokoka. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ukimuita Bwana, Bwana kwa kitu cha kweli ndani mwako, umepata wokovu. Bwana Yesu asifiwe. Na njia yako inaimarika.
twende ili tuweze kujifunza napo Ukristo ni nini. Twende katika Yohana kwanza, Yohana 3, tunarudi Yohana Mtakatifu 3 mstari wa 36. Tusikie anasemaje hapa. Twende kitabu cha Yohana 3:36. Ninasemaje msomaji? Yohana 3:36 inasema amwaminie mwana ana uzima wa milele. Asiyemwamini mwana hataona uzima wa milele, bali ghadhabu ya Mungu inamkalia. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana nimemwambia mkimwamini huyu Yesu, maana ukifanya jitihada yako ya kumtafuta, hiyo ni dini ya kweli. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yaani ukifanya jitihada zako, ndio maana Paulo anasema hivi, tupige mbio ili tupate nini? Ushindi. Yaani kwa niaba yako, usipomwangalia mume wako, mke wako, piga mbio kumtafuta nani? Yesu Kristo. Ukimpata una uzima wa milele, lakini usipompata unakuwa kama kondoo aliyofanya nini? Aliyopotea. Anatakiwa kurejeshwa katika njia ya kweli. Tuko pamoja jamani? Ndiyo. Usilale, nimechukua muda mwingi. Tuko wote? Wangapi wanasema endelee? Amen. Amen. Yule ambaye anasema simwamini Yesu Kristo, automatic hana uzima wa milele. Ni mwenyewe kukiri. Ndio maana Mungu ametupa uchaguzi. Chagua wewe kivyako. Katika uchaguzi wako Mungu haingilii hata siku moja. Mungu hawezi kaingilia katika uchaguzi wako. Hapo ndipo Mungu amepiga break. Kama umemchagua Mungu awe mwokozi wako, atakuwa mwokozi wako. Kama umemchagua, hapa ndio napenda kuambia watu, ukisema mimi siendi kanisani, sisali na sifanyi dhambi, hapana, huo ni uongo. Hakuna kusimama katikati, haipo. Ndio maana Biblia inatuambia kuwa moto hakuwa baridi. Tuko pamoja? Ukiwa kama wewe ni Mkristo ni wa Mungu. Ikiwa kama wewe sio Mkristo ni wa Shetani. Ni watu wawili tunapigania hapa. Inabidi uchague huyu mmoja ambaye atakuwa mwokozi wako. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Twende katika kitabu cha Wakorinto wa pili. Hapo tunamaliza sehemu ya kwanza, tunaingia sasa tuangalie Ukristo nao ni nini. Bwana Yesu asifiwe. Wakorinto wa pili, tunaenda mstari na Wakorinto wa pili 5:17. Huu mstari wa 17 tu. Wakorinto wa pili 5:17. Yes, 5:17. Soma. Hata imekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo, amekuwa kiumbe kipya. Amen. Ya kale yamepita, tazama yamekuwa mapya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hapa hili neno linamaanisha hivi, ukiwa ndani ya Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ya kale yamefanya nini? Yamepita. Hii ya kupita ni Mungu anaiongelea ndani mwako, kwa kuwa umenikiri dhambi zako nimezifuta. Umekuwa kiumbe kipya. Tuko pamoja ndugu zangu? Ndiyo. Jamani, tumkiri Yesu Kristo mahali popote tunapokwenda. Tunaendelea kuwa kiumbe kipya. Ya kale yote yatakuwa yamefanya nini? Yamepita. Tukisema ya kale ni ya jana. Hizi dakika chache tumetoka nyumbani, yaani hiyo ni ya zamani yako. Tuko pamoja? Na mimi nina zamani zangu. Zamani zetu huko tukiwa vijana. Na mimi nimepitia huko kwenye zamani zangu. Bwana Yesu asifiwe. Mtoto amezaliwa leo, akifika kesho ana zamani zake za jana. Tuko pamoja?
yote yamepita, tunamfuata nani? Yesu Kristo. Hiyo ndiyo dini. Mtafute Yesu kwa nguvu zako zote. Bwana Yesu asifiwe. Ukristo ni nini? Nini maana ya Ukristo? Tumemaliza kujifunza dini. Nini sasa maana ya Ukristo? Tupo pamoja. Unaweza kujifikiria kuna dini ya Ukristo. Hapakuwaki dini ya Ukristo. Wasikudanganya. Hiyo ni mafundisho potofu. Hapakuwaki dini ya Ukristo. Bali ni vitu viwili mtu anavichanganya bila kuelewa. So unasikia amesema dini na Ukristo. Eti dini ya Wakristo. Hapana. Sikiliza, maana ya Ukristo ni nini? Maana ya Ukristo ni jitihada ya Mungu kuja kututafuta tuliopotea. Bwana Yesu asifiwe. Kwa kuwa yeye ni Kristo. Sasa Kristo anakuja kutafuta ile kondoo iliyopotea nini? Njia. Ambao tumeona njia ni nini? Ni dini. Tuko pamoja? Sasa Mungu alikuja kututafuta kivipi? Kwa kuwa dhambi ilipoingia, akasema ni lazima nitamtuma mwanangu aje kuwakomboa. Ndiyo maana akaja akatufia msalabani Kristo. Hiyo ndio jitihada, anakuja kututafuta tuliopotea, tulioacha njia, tumrejee ili tuwe wa Kristo. Tukisema tuwe wa Kristo, maana tunakuwa wa kwake. Ndio maana tunaita wanani? Wa Kristo. Tu wa Kristo. Tuko pamoja? Ndiyo. Na tunapokuwa wa kwake, tumeingia ndani yake, anatubeba. Ndio maana akatufia msalabani. Alikuwa amebeba dhambi zetu. Ndio tunamwita Simba wa Yuda. Ametushindia. Nasi kwa kuwa ametushindia, tumtafute ili atufikishe wapi? Kwa Baba. Amen. Kwa kuwa yeye anasema hivi, mimi ndiye njia. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ambaye ndio dini tunamtafuta. Tuko pamoja? Hakuna mwanadamu yoyote aliyoumba ni lazima apite kwa Kristo. Kwa kuwa ndiye alikuja kufanya nini? Kututafuta tuliopotea. Hiyo ndio Ukristo. Maana yake ni Kristo kuja kututafuta sisi dhambi iliyotupoteza. Tuko pamoja? Msomaji, tuende hapo tuangalie Ukristo ni nini. Tumesema ni jitihada ya Kristo ya kuja kututafuta sisi, ambao upendeleo tulifanya nini? Tulipewa. Yohana, tuende katika kitabu cha Yohana hapo Yohana Mtakatifu. Yohana, tunaanza Yohana 3 mstari wa 16. Tukimbie, muda umekwenda. Mstari wa 16. Hapo ndipo tunaanza na safari yetu ya kujua nini maana ya Ukristo. Kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu, ndio, hata akamtoa mwanawe pekee, ndio, ili kila mtu amwaminie asipotee, bali awe na uzima wa milele. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tunasikia kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda nini? Ulimwengu. Katika ulimwengu kuna wanadamu. Yes. Hutotoka humo ndani automatic. Tuko pamoja? Yeah. Akaendelea akasema ili akitupata tukimwamini tunafanya nini? Tunaokolewa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Rudia somo hilo 16. Kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu, hata akamtoa mwanawe pekee, ili kila mtu amwaminie asipotee, bali awe na uzima wa milele. Amemtoa mwanae pekee.
maana yake amemwambia nenda kuwatafuta wanangu waliopotea, ili yoyote ukimpata akikuamini tumempata. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Maana yake Kristo sasa akaja kwa juhudi ya Baba yake kuja kututafuta ili tufanye nini? Tuweze kuokolewa. Tuende katika, tukimbie kwa muda hapo hapo Yohana, tunaenda page nyingine 14. Yohana 14 mstari wa 23. 23 anasemaje? Yesu akajibu akamwambia, akaambiaje? Mtu akinipenda ataishika neno langu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na Baba yangu atampenda, nasi tutakuja kwake na kufanya makao kwake. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Jamani, hili somo mmelisikia vizuri jinsi lilivyo? Hamjasikia utamu wa somo hili? Narudia, acha nisome hapa. 20 na ngapi? Nimesema 23. Yes. Yesu akajibu akamwambia, mtu akinipenda atashika neno langu. Usipokuwa na upendo na Mungu, hata tukihubiri hapa hutosikia. Ni kama mtu anasema suhubiri utoke hapo mbele tuende kula. Hiyo ni roho chafu inakwambia hivyo. Lakini waliopokea Yesu Kristo, somo lolote likipigwa anasema amina, kwa kuwa furaha imo ndani mwake. Tuko pamoja? Yes. Anaendelea akasema, na baba yangu atampenda, nasi tutakuja kwake na tutafanya makao kwake. Bwana Yesu asifiwe. Hii ni jitihada ya Yesu Kristo kuja kututafuta. Tunapomtafuta, yani tunatafutana. Bwana Yesu asifiwe. Nikimpata na yeye akinipata, nakaa ndani mwangu. Sasa utasema nakaa wapi? Huyu mwili wako ni kanisa la Mungu. Tuko pamoja? Sasa ukiutengeneza vibaya huyu mwili, hatokaa. Ndio Biblia imesema tukimpata anafanya makao ndani mwetu. Haya makao yanakuwepo na nyumbani kwetu, yanakuwepo na kazini kwetu, yanakuwepo na shuleni kwetu. Maana yake ukitembea, kila mtu anasema huyu ana Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ana dini na ana Kristo. Ndio maana wengi wanapenda kusema, mbona hili neno umenihubiria siku ya leo, wewe unasali katika dini gani? Tungegeuza basi lugha tuseme, wewe unasali katika njia gani, ili ieleweke vizuri, si ndio jamani? Sasa Kristo anakuja kututafuta, tukimkubali anafanya kituo ndani mwetu. Bwana Yesu asifiwe. Twende hapo hapo Yohana. Msomaji usitoke hapo, tunarudi nyuma. Yohana 3:3 inasemaje hapo? Yohana 3:3. Yohana 3:3 inasema, Yesu akajibu akamwambia, ndio, amini amini nakuambia, mtu asipozaliwa mara ya pili hawezi kuona ufalme wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Huyu ni Kristo anakuja kututafuta. Anatuambia mtu asipozaliwa mara ya ngapi? Mara ya pili. Sasa hapa tuna waumini hapa kanisani wanajifikiria kuzaliwa mara ya pili. Ngoja ni watoe hii dugudugu, na nyinyi nadhani kwa moja himo ndani mwenu. Kuzaliwa mara ya kwanza ni namna gani? Nauliza swali. Unaweza kujibu tu, japo kwa nahubiri na kuruhusu useme. Kuzaliwa mara ya kwanza inamaanisha nini?
Asante sana. Wakati mtu anapozaliwa na mama yake. Bwana Yesu asifiwe. Kuzaliwa mara ya pili ndio wakati mtu anapoingia katika maji mengi. Bwana Yesu asifiwe. Tumbo na maji ni kipi kikubwa? Maji, si ndio? Kwa kuwa unaingia katika, ndio maana Mungu amesema hivi, usipozaliwa mara ya pili. Ndio maana sisi Wasabato tunabatiza mara moja tu. Lakini ukisikia mahali pengine, Wasabato wanabatiza mara nyingi, mara 3, mara hii. Hapana, sisi tunabatiza mara hii moja. Ili ukipotea tu ukisema nilikuwa kwenye dhambi, nataka tena kumtumikia Yesu Kristo, ukikiri ndio unabatizwa tena. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ndio hapo unapata nini? Njia. Lakini ubatizo ni huu mara moja. Tuko pamoja? Mara hii moja. Ndio maana tunapoita wito, hata mimi nilibatizwa ni kama nimepita katika njia sisiyo sahihi mbele za Mungu. Sasa hivi nataka kumkiri Yesu, narudi kwenye njia ya kweli, nabatizwa tena ili nione ufalme wa mbinguni. Huyu alikuwa Nikodemo na alikuwa mtu wa dini kabisa huyu. Na alikuwa anajua Mungu anamfundisha Nikodemo, wewe usiponifuata mimi kwa kweli, maana yake alichokuwa nacho Mungu akimpendeza. Ndio maana akasema unatakiwa kubatizwa mara ngapi? Ili uweze kunijua mimi Nikodemo. Bwana Yesu asifiwe. Sasa Ukristo ni Mungu kuja kututafuta ili akitupata na sisi tukimpata anafanya kituo ndani mwetu. Ndio maana tunaitwa wa Kristo. Sasa wewe uko hapa kwa kuwa umemkiri Yesu kuwa mwokozi wa maisha yako, wewe ni Kristo. Lakini sio Kristo. Tofautisha haya mambo mawili. Wewe ni wake. Tuko wote. Ukiwa wake, si unaitwa Mkristo? Si ndio? Ndio. Ndio maana tunajiita wa Kristo. Lakini hapa wake dini ya Ukristo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Twende ili tumalize somo la Ufunuo. Ufunuo 3:20. Anayeandika andike Ufunuo 3:20. Tusikie inasemaje hapo. Msomaji soma. Ufunuo 3:20. Soma kwa nguvu kabisa. Tazama nasimama mlangoni, nabisha. Mtu akisikia sauti yangu na kufungua mlango, ndio nitaingia kwake, ndio nami nitakula pamoja naye, ndio na yeye pamoja nami. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Huu ni Mungu, ndio maana amekuja kututafuta. Tazama nabisha mlangoni. Maana yake ananiambia njia yako ifungue, nije. Ukinifungulia nitakuja kwako, tutakaa wote. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana sisi wote tuko hapa, tumefungua hiyo njia, tumekaa na Yesu yuko hapa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yesu yuko hapa. Eti nitakaa naye, nitakula naye. Hii kula sio chakula cha kimwili, cha kiroho. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Jameni, tusikae majumbani, tuje kanisani. Ili chakula cha Mungu tukule kila siku. Ndio maana tuna muongozo wa Reso. Reso ni sio mafundisho hapa kanisani tu, bali ni mafundisho ya nyumbani, ya kutuongoza katika ile wiki yote kabla ya kufika wapi? Siku ya Sabato. Tunafanya huduma majumbani kwetu, isiwe tu hapa kanisani. Ile huduma watoto wakikua wanaijua. Wanaweza sifiwe. Wanakuwa na ule uimara wa kusema, unajua watoto ndio maana nimesema wanasema kwa ukweli.
wakikutana na marafiki zake wanasema sisi hatuwezi tukalala bila kuomba. Eti hii mnafanyaka hivyo? Hizo ndio stori za watoto. Lakini mkiwa mnapigana mangumi nyumbani hapa, watoto wanasema vile vile. Yaani sisi mama yangu na baba yangu ni kelele kila siku. Lakini mkiwa na ibada nyumbani ambao ndio njia ya kila Mkristo, unamwambia mtoto njia ya kweli, atasema kila siku nyumbani tunafanya nini? Tunamwabudu Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ukristo ni jitihada ya Mungu kuja kututafuta. Ndio hapa kwenye Ufunuo inasema, tazama ninabisha. Kubisha kwa Mungu ni moyoni mwako. Anataka ufungue huyo moyo, aingie kwako, akutumie jinsi yeye anavyopenda. Umekuja hapa duniani, haujakuja kula. Umekuja hapa ili Mungu akutumie. Na wewe dini yako au njia zako ni kumtafuta yeye. Ukimpata, atafanya makao ndani mwako. Simameni. Ndugu zangu, tunapopenda kumaliza, simjui mtu yoyote hapa, mimi ni mgeni hapa. Tuko pamoja? Ikiwa kama njia zako zilikuwa mbaya, rudi katika njia ya Bwana. Anakuita, mlango ukingaliki wazi, anakuita njoo, naye atakupokea. Kama ni ombi lako, njoo hapa mbele. Kama ni ombi lako, njoo tuombe pamoja. Njoo hapa mbele. Mungu anakuita. Mkiri moyoni mwako, useme, Baba, njia zangu zilikuwa ni mbaya, lakini karibu, lakini ninamkiri leo ili niende kwenye njia sahihi, naye atakutumia. Yako haijamjua Mungu wa kweli, waombe, Mungu atatenda muujiza. Mkono wake si mfupi, utafika mahali popote walipo. Unapoinamisha nyuso zako, tunapoomba na tuombea, wandugu wawili wamekuja hapa mbele, wanataka kwenda katika njia ya kweli ya Mungu. Tutawaombea. Bwana Yesu asifiwe. Tuombe. Baba yetu uliye juu mbinguni, tunakushukuru katika somo hili la siku ya leo. Tunakushukuru umetuonyesha nini maana ya dini. Tunakushukuru umetuonyesha nini maana ya Ukristo. Baba, tufungue akili zetu za kiroho ili tuweze kukuelewa wewe. Katikati yetu kuna watu wana majonzi moyoni mwao. Katikati yetu kuna watu wana matatizo. Katikati yetu kuna watu wana magonjwa. Katikati yetu kuna watu wamepita katika njia tofauti. Baba, turejeshe katika mikononi mwako, kwa kuwa hatujui siku na saa unapokuja. Hawa ndugu wawili wamekuja hapa mbele, wamekiri moyoni mwao, wakasema, Baba, tunataka kukufuata wewe. Wabariki kuanzia leo, waongoze, kwa kuwa wewe Baba ni kiongozi mzuri. Kuna ndugu ambao hawako hapa, wamesafiri kwenda katika kazi yako Mungu, na wao tunawaombea, endelea kuwaongoza huko Baba. Waliokuwa na magonjwa yapone kuanzia leo katika jina la Yesu Kristo. Waliokuwa na matatizo ya kifamilia, fungua zile kamba za shetani Baba, furaha ipatikane. Waliokuwa na magomvi katika kazini mwao, Baba, fungua mibaraka. Tunaomba tukiamini kwa kuwa wewe utatenda, ni katika jina lako Yesu Kristo mwana wa Mungu. Amen. Nenda mkakae.
Asante kwa uvumilivu wenu. Mungu awabariki. Tunapofunga kipindi cha siku ya leo, tunamalizia na ombi ili niweze kurudisha muda kwa mwenyekiti. Tuombe. Baba, tunashukuru kwa yote, tunashukuru kwa mibaraka yako, tunashukuru kwa utulivu wa Roho wako Mtakatifu aliyekuwa pamoja nasi. Baba, somo hili au fundisho hili lisiwe tu la kusikia, bali liwe la mibaraka mioyoni mwetu. Tunapotembea tunatakiwa kukujua kama wewe ni Mungu, ili mibaraka yako isitoke ndani mwetu. Tunapoondoka katika siku ya leo, katika ibada ya asubuhi, enda pamoja nasi Baba, na jioni endelea kutuimarisha katika sabato yako. Tunasema asante, ni katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Amen.